Ali
Baba mwema, mwaminifu, mwenye neema na kibali, Yehova, tuko mbele zako wanao. Yehova, tukupe sifa, tukuheshimu kwa sababu watutosha. Yehova, asante sababu ya asubuhi njema, asante sababu ya wema wako, asante sababu ya ukuu wako. Yehova Baba, tuneemeshe Yehova, na ili kwamba Bwana tukaliseme neno lako kadiri na yalivyo mapenzi yako Yehova, na ukachukue usukani Yehova kufuatilia neno lako Yehova, ambalo ni kama mbegu Yehova kwa mpanzi Yehova Baba wa amani, ukanyunyizie na likamee, ukapalilie Yehova, na mavuno yakapatikane Yehova, kwa wema na kwa ukuu wako Mfalme uishie milele. Wakumbuke walio wadhaifu na wanyonge Yehova, wanapolisikiza neno lako Yehova, likawape afya na uzima katika miili yao na nguvu za kusimama katika wokovu kwa utukufu wa jina lako mwaminifu. Asante mwenye nguvu, maana hakuna aliye kama wewe Yehova. Kwa jina safi la Kristo aliye Bwana na Mwombezi, Baba twaomba na pia twashukuru. Amen. Na kusalimu kwa jina la Bwana katika hii siku ya Bwana ambao Bwana ametukirimia kufika kwako, na ili kwamba tukupe neno la uzima katika kitabu cha Wahibrania sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Na natumai ya kwamba Bwana mwenye kubariki ya kwamba atakubariki na atakutumikia katika njia inayofaa. In the book of Hebrews chapter 12, that will be from verse 1 up to verse 4. And I believe that the Lord who blesses his own people will be able to bless you wherever you're listening from. My name's Pastor Peter Jonjo, coming live from Cornerstone Christian Church. And I believe that the Lord who blesses is able to visit you in a mighty and peculiar way wherever you are. Let's read the word of God today. The book of Hebrews chapter 12 from verse 1 up to 4. And the Lord will bless you. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that throws us down, especially the sin that so easily trip us up, and let us learn with the endurance the race God has set before us. 2. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. Think of all the hostility he endured from the sinful people. Then you won't become weary and give up. And after all, you have given your lives in the struggle against sin. This is what I want to share with you. And my theme for the day will be keeping our eyes on Jesus, keeping our eyes on God, keeping our eyes on Jesus, all on God, the champion who initiates and perfects our own faith. Keeping our eyes on God, that will be my theme, and I believe that the Lord is going to bless you. This is the word of God that I'm bringing to you. There are many people who say that this book was written by Paul. Some of the theologians, they say that it wasn't written by Paul, but I am going to share the word of God. I don't want to get myself into controversies, but what I want to share is that we keep our eyes on our God, and then when we keep our eyes on our God, our lives, our faith will be perfected by keeping him as a center or as the guider of our own lives. And I know that the Lord is going to bless you. The word of God says, therefore, since we are surrounded by many witnesses or huge crowds of witnesses in our lives of faith, let us strip off every weight, every sin, everything that denies or entangle us in our walk of faith. So we strip it off, yani tuondoe chochote ambacho kinatuzuilia ya kwamba kukimbia katika mbio ambazo zimewekwa mbele zetu. Kwa wamama kuna mbio ambazo zimewekwa mbele zao, ya kwamba kwako wewe muumini, ukiwa mzee, ukiwa kijana, ukiwa mtu awaye yote ambaye ni muumini, ya kwamba kunazo mbio ambazo zimewekwa mbele zako wewe mwenyewe. Na hivyo basi ya kwamba tuondoe kila kitu ambacho kinatuzuia kukimbia katika hizi
mbio ya kwamba ama the speed that God wants us to go at. Yani tuondoe ya kwamba ile kitu chochote ambacho kinatuzuia ya kwamba kukimbia kwa haraka ama kwa wepesi ya kwamba katika mbio ambazo tumewekwa mbele zetu, ya kwamba tukijua ya kwamba tunamtazamia, ya kwamba we do this by keeping our eyes on Jesus, the perfecter of our own faith. Yani tunakimbia na kuondoa kila aina ya dhambi, kila aina ya jambo lolote ambalo inatuzuia ya kwamba kukimbia katika mbio ambazo zimewekwa mbele zangu na mbele zako, ya kwamba tukimtazamia huyu Mwokozi Yesu, ya kwamba aliye mwanzilishi wa imani yetu na mkamilishaji wa hii imani yetu, ya kwamba tukikumbuka katika siku zake, ya kwamba neno la Mungu linasema verse 3 inasema kwamba thinking of the hostility he endured from the sinful people, then you won't become weary and give up. Yani tukikumbuka ya kwamba mazito na mangumu aliyoyapitia Mwokozi, ya kwamba na tukiyakumbuka ya kwamba sisi wenyewe hatutavunjika mioyo na wala hatutachoka katika kuenenda katika hizi mbio ambazo tumeitiwa katika maisha yetu. Kila mmoja ana nafasi yake ya kwamba ya kutazama huyu Mwokozi. Kila mmoja ana nafasi yake ya kutazama msalaba, na ili kwamba yeye mwenyewe akaweza kujitoa mzigo wa wale yote unaotuzuia ya kwamba kukimbia katika mbio ambazo zimewekwa mbele zetu. Mpendwa wa Mungu, ya kwamba Mungu amekupa nafasi ya kumwamini, amekupa nafasi ya wewe mwenyewe ya kwamba kuweka jambo lolote likuzuiliao ya kwamba kuenenda katika njia zilizo za Mungu, ya kwamba kuweka mambo yote chini yasiyo ya uungu, na ili kwamba umtazamie huu mwamba ambao ni mwamba mwenye nguvu, na juu yake ukaweza kujenga, na mjengo wa wale yote utakaojengwa juu ya mwamba Yesu Kristo, ya kwamba hautatingizika katika maisha tunayoyaishi, ya kwamba vitu vyote vya dunia ya kwamba vitatingizika. Everything in the world is going to be shaken. The world economies, however strong they have been, they have always been shaken time and time again. But then the trust in God, throughout the years we have learned that they are so strong in their own faith and in their walk, because God will never abandon what is his own. My brother and my sister, wherever you are, I'm encouraging you and begging you and beseeching you this day of the Lord. Let us remove anything, any sin that entangle us or reduce the speed that we are supposed to work with. Let us leave it down and we put our focus and our eyes on Jesus Christ, the author and the finisher of our own hope and our faith. And once we do that, our lives will be blessed whenever we are in the villages, whenever we are out there, whenever we go there for competitions or for even our own life. As we live our normal life, God is going to be leading us and is going to be giving us the hopes, because he's currently seated on the right hand of our own God, awaiting to see our victory, awaiting to see that each and every one has overcome. Brothers and sisters, we must be overcomers in our own lives. We cannot be defeated in this life that we are living in. We must overcome sin, and once we overcome it, we are going to sit next to Jesus Christ, our Lord and our Savior. We are going to sit with him for many and many years to come after we have already conquered. How can we conquer? We can only conquer by focusing unto Jesus, leaving everything, any weight or any sin that derails our walk with Christ. We must conquer that sin, and once we conquer that sin, we are going to fix our eyes on Jesus Christ. He's going to be the compass of our own lives. He's going to be the compass of our own families. He's going to be the compass of our own children. In the families that have been well brought up in Christ Jesus, the children are not in pain. They are not struggling to walk with the Lord, because they have been taught. And the word of God says in the book of Proverbs, Proverbs 22 verse 6 inasema kwamba mfunze mtoto angalipo mchanga njia atakazozifuata za kiungu, na hata atakapokuwa ya kwamba hatazisahau. Train up a child in godly ways, and even when he is old, he is not going to depart from those ways of our own God. If you have learned and you have fixed your eyes on Jesus, wherever you are going to be, your life is going to be led by the Spirit of the Lord, because in
the book of Romans chapter 8 is saying, them that are led by the Spirit of God are God's children. And the children of God, they have a place to inherit. They become co-heirs with the Son of God. Wanabakia ya kama warithi pamoja na Kristo mwenyewe. Kwa sababu ya nini? Ya kutazamia huyu Mwokozi aliye mwanzilishi wa kazi njema. Yeye ndiye Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho, mwisho tena mwanzo. Hawezi badilika. Alichoanzisha ya kama huyu Baba anapodhaminiwa kitu, ya kama yeye ni mwaminifu, na hata na kumalizia safari zote ambazo ashaanza katika maisha yetu. Mpendo wa Mungu, usivunjike moyo, ya kama weka macho yako kwa Kristo, weka macho yako kwa Bwana, na wewe mwenyewe hautaweza kuzama. Petro alipokuwa katika bahari, akamwona Mwokozi, akamwambia, Bwana, iwapo wewe ndiye Bwana, niambie nije. Na alipoambiwa kwamba njoo, ya kwamba akaanza kutembelea katika maji. Alitembelea katika maji kwa sababu nini? Macho yake yalikuwa yamemwelekea Mwokozi. Mara alipoondoa macho yake kwa Mwokozi, alijipata kwamba anazama. Alijipata kwamba he was sinking. Every other ground is sinking ground. It is a shaking ground. If at all you're going to remove your eyes on Christ Jesus, the author and the finisher of your own faith, you are going to be sinking each and every day in your own life, and you cannot make it to your destiny if you're going to be sinking. Petro, he shouted and called the Lord because he was sinking, because he removed his eyes on our Lord Jesus Christ. Brethren, there are so many people who are sinking in this life because they removed their eyes, they removed, waliyatoa macho yao kwa Mwokozi. Lakini iwapo wewe mwenyewe macho yako utatazamia Mwokozi, utamwangalia Mwokozi na uweke macho yako kwake, ya kama ni mwaminifu, ya kama yeye anasema namna gani, anasema kama mimi niko katika Baba, naye Baba ya kama naye Baba yuko ndani yangu, na chochote kilichoaminiwa mimi hakuna kitu kitakachoweza kupotea, kwa sababu Baba yake ya kama yeye yuko ndani ya mikono ya Baba, nasi tujiweke ndani ya mikono yake. Kwa hivyo there is a guarantor. He becomes the guarantor of our own lives, the guarantor, arubani wa maisha yetu. Mpendo wa Mungu, arubani wa maisha yako, guarantor of your own life is Jesus Christ. He can guarantee your security, he can guarantee your walk, he can guarantee everything that you do in your own life. And once you do that, the blessings of the Lord will be showered upon your life, because you are real and you are living a real life in Christ Jesus. After all, you have not yet given your lives in the struggle against sin. We need to give our lives in the struggle against sin. Yani wewe mwenyewe upeane maisha yako, na ili kwamba wewe mwenyewe ya kwamba uweze kumenyana na dhambi. Na utakapomenyana na Goliathi ambao ni dhambi, utakapomenyana na hizi dhambi, ya kwamba uweke macho yako kwa kumtazamia Kristo, ya kwamba wewe mwenyewe ya kwamba utakuwa umebarikiwa na utakuwa umeinuliwa kwa sababu ya kutegemea huyu Mwokozi ambaye hana uvuli wa kubadilika. Ya kwamba wengine wanakuwa na uvuli, ya kwamba wanakuwa na kwamba na kitu ambacho wameweka kama uvuli, ya kwamba wanaweza badilika. But it's only Jesus Christ ambaye hana uvuli na uvuli wa kubadilika. Na naamini kwamba ukifanya hivyo utakuwa kama umebarikiwa na utakuwa umeinuliwa. Neno la Mungu linasema kwamba katika kitabu cha Songs of Solomon chapter 2 and verse 8 there, it says that tukamatie bweha wadogo ambao wanatuzuia, wale bweha wadogo ambao wanatuzuia kuyavuna ya kwamba matunda ya mizabibu, ya kwamba tuwakamatie ama wanatuzuia ama wanaharibu mizabibu yetu. Tukamatie hao bweha wadogo, na hao mabweha wadogo ni dhambi ndogo ambazo zitatuzuia kuingia katika ule ufalme ulio wa Baba wetu. Mpendo wa Mungu, ya kwamba mtazamie Bwana katika maisha yako. He is able to change your own destiny. He is able to change your life, and he is able to make you blessed among nations because of trusting and entrusting your life in him. Christ Jesus is a hope of glory. Christ Jesus is a hope of that glorious glory that we hold dear in our own life. Ya kwamba tunatazamia kila mmoja mtakuwa katika ule utukufu ulio mwema wa Mungu wetu, na yeye ndiye Baba wa ule utukufu mwema.
tumtazamie huyu ambaye hana uvuli wa kubadilika. He is tested and proven, ya kwamba yeye mwenyewe ashajaribiwa akajaribika, na amekaa katika mkono wa kuume wa Baba, akisha yapita na yaweza majaribu awayo yote, na natumaini na natutazamia ya kwamba sisi wenyewe tutoka katika mili hii na hema hizi zote, ya kwamba tukiwa katika ushindi wake, ya kwamba tuweze kushinda dhambi, tuweze kushinda uovu awayo yote. We can defeat evil, and because we have been surrounded by many witnesses of life, let us strip off every weight that derails us or denies the work of Christ in our own life. Ya kama tuweze kuachana na vitu vyote visizoweza kumtukuza Mungu, naye Mungu atakuwa baraka, atakuwa uzima, na atakuwa tumaini la maisha yetu. Ningetaka niombe pamoja na wewe, na natumai ya kwamba Bwana mwema, Bwana mwaminifu, ya kwamba ataenda kukubariki na ataenda kujitukuza katika maisha yako. Baba mwema, ninakupa sifa mchana wa leo Yehova. Nakushukuru kwa sababu ya ukuu wako Yehova. Tusaidie Bwana mfalme mwema kukimbia katika mbio ambazo umeweka juu ya kila mmoja wetu Yehova. Tusaidie mfalme mwema kuvua dhambi na kuvua vitu vyote Yehova ambavyo vyatuzuia kukimbia katika mbio ambazo umeweka mbele za kila mmoja wetu Yehova. Mioyo yetu ya kutazamia, uliyetumaini na tazamio la mioyo yetu Yehova. Maisha yetu Yehova ya kutazamia. Twakuhitaji kila siku, twakuhitaji kwamba Bwana ukatembee pamoja nasi Yehova. Tujalie neema na mema Yehova katika nchi hii Yehova, na katika siku zetu Yehova, na ili kwamba Bwana katika yote tukupendeze, uliye mwenye nguvu na mwenye fanaka katika maisha yetu. Nazo sifa na heshima Bwana Baba wetu zitasalia mikononi mwako Yehova. Asante sababu ya kila mmoja Yehova, tunakupenda na tunakuinua, maana umwaminifu Yehova. Ni katika jina safi la Kristo aliye Bwana na mwombezi Baba twaomba na pia twakushukuru. Zote tuseme amen. Ningetaka kuomba na wewe ambao ungetaka kumpokea Yesu katika maisha yako, na natumai ya kwamba utarudia hili ombi nyuma yangu na Bwana ataweza kukubariki. Bwana Yesu, naja kwako mie mwenye dhambi. Naachana na dhambi zangu, naachana na njia zangu ovu, na nikutazamie Bwana uliye wokovu wa maisha yangu. Kwa jina safi la Kristo naokoka na kuamini. Baba mwema na mwaminifu, futiria yoyote atakayeomba ombi hili Yehova, na Baba ukamsimamishe, ukamtie nguvu na kumpa mfalme mwema baraka ya heri katika maisha yake Yehova. Msimamishe kwa sababu mwaminifu na hakuna awezaye kama wewe Yehova. Asante sababu ya utakatifu na ukuu wako Yehova. Natamka uponyaji kwa wote ambao wanahitaji kuponywa Yehova, na wengine ambao watanitazama wakihitaji jambo kutoka kwako mfalme uishie milele, unayeweza kutimiza ndoto zetu Yehova. Baba, kutana na maisha yao Baba wa amani, waponye, wainue, na Baba wa amani ukajitukuze maishani mwao kwa jina lako mfalme uishie milele. Asante kwa sababu ya wema wako na ukuu wako. Libarikiwe na linuliwe jina lako, maana ni katika jina safi la Kristo aliye Bwana na mwombezi Baba twaomba na pia twashukuru. Zote tuseme amen. Nashukuru kwa sababu ya kututazama siku hii ya Bwana. Nashukuru kwa sababu ya kikosi ambacho huwa kinasimama pamoja nami, na ili kwamba tukuletee neno hili la uzima katika nyumba yako, katika kazi lako, mahala popote ulipo. Baraka za Bwana zizidi kuwa juu yako kwa jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wa uhai. God bless you. God do you well. God keep you. Till we meet in Jesus name. Amen.